Na tabia ukiwa nazo zitafungua fursa kubwa zaidi kila inapoitwa leo. Tabia kwanza kabisa ni tabia ya ubora, excellence. Excellence ni kufanya mambo kwa kiwango cha juu zaidi, ni kufanya mambo kwa ubora uliopitiliza, usio wa kawaida. Excellence maana yake ni kwamba niko tayari kutumia muda wangu na akili yangu ili kuzalisha kitu kilicho bora, kitakachokuwa hakina makosa mengi au kupunguza idadi ya makosa katika kitu ninachokifanya. Kufanya mambo kwa ubora ni changamoto sana, kwa sababu inahitaji muda, inahitaji kupay attention, inahitaji kufanya background work nyingi sana na kubwa sana, na watu wengi wako tayari kujitoa kwa ajili ya jambo hilo. Lakini imegundulika kwamba unapofanya mambo kwa ubora, kwanza unavutia fursa kubwa nyingi zaidi, na unavutia watu ambao wa hali ya juu, kwa sababu kila mtu anataka kujiambatanisha na mtu mwenye ubora. Nakumbuka maneno ya Oprah Winfrey, huyu mwanamama ambaye ni mweusi, ambaye ni mwanamke tajiri zaidi duniani, mweusi, na yeye aliyokusema kwamba excellence is a deterrent to sexism and color. Kwa maana kwamba ukiwa na ubora hakuna mtu atakudharau kwa sababu ya jinsia yako. Ukiwa na ubora hakuna mtu atakudharau kwa sababu ya rangi yako, kwa sababu ubora una cut across. Chochote unachokifanya katika ubora kinazuia mtu kuuliza kabila lako, kinazuia mtu kuuliza jinsia yako, kwa sababu umefanya mambo kwa ubora. Na mara nyingi unatakiwa uanze kufanya vitu kwa ubora kwenye mambo madogo madogo. Kwa hiyo chochote unachokifanya sasa hivi kifanye kwa ubora wa hali ya juu sana, bila kujalisha cheo chako, mtaji wako na chochote kile. Fanya mambo kwa ubora na utafungua milango mikubwa zaidi. Jambo la pili ni kitu kinaitwa emotional intelligence. Dale Goleman ndiye ambaye amevumisha sana hii nadharia katika miaka 90 mwanzoni, kwamba mwanzoni kulikuwa inaonekana watu wanafaulu sana na wanafanikiwa kwa sababu ya kitu kinaitwa IQ, intelligent quotient. Lakini baadaye ikagundulika watu ambao wanafanikiwa zaidi, kwa mujibu wa Daniel Goleman, ni kwamba wenye emotional intelligence. Emotional intelligence ni inajumlisha pia hali yako ya kujitambua hisia zako na namna ya kuzicontrol, lakini pia kutambua hisia za wengine na namna ya kukabiliana nazo. Kwa hiyo ni namna unavyoshughulika na hisia zako. Watu wengi sana wamekosa fursa na kufungua fursa kubwa zaidi kwa sababu ya kushindwa kujicontrol hisia zao. Na hapa kuna hisia za kawaida, kwa mfano hisia za hasira. Kuna watu wameshindwa kujicontrol kwenye hasira zao. Na kama unasumbuka na hasira, kuna video nimezungumza kuhusiana namna ya kukabiliana au kutatua changamoto ya kuwa na hasira. Kuna watu wana hasira sana. Wengine ni huzuni, yani ni mtu ambaye anakuwa depressed kwa kirahisi, akipata stress hawezi kufanya kitu chochote, anakata tamaa mapema. Hizo zote ni tabia ambazo unatakiwa ujenge emotional intelligence yako. Kwa hiyo watu ambao wamefanikiwa sana, wanafungua milango mikubwa ya kifursa, ni wale ambao wanakuwa na emotional intelligence kubwa sana katika kudhibiti hisia zao. Anapoudhiwa na mtu au anapoambiwa kitu kibaya, kitu au jambo baya limetokea, anawezaje kucontrol zile hisia zake? Kimekuwa ni kitu muhimu sana cha kufungua fursa kubwa zaidi.